kuanzia hapa. Kwanza niwafahamishe viongozi wa matawi kwamba asubuhi ya leo tumepata msiba wa mwenzetu ambaye tulikuwa naye, ndugu yetu Thomas Raymond Mdeka amefariki asubuhi ya leo. Kwa taratibu za mazishi zinaendelea nyumbani kwake, tutawafahamisha kupitia vyombo vyetu vya kuwafahamisha baada ya kupata taratibu zote. Tuendelee kumwombea mwenzetu, Mwenyezi Mungu aipokee roho yake vizuri. Leo tumeamua tuwaite viongozi wa matawi, lakini pia tuwashirikishe wanahabari. Kuna sakata ambalo liko mbele yetu kati ya klabu yetu pamoja na bodi ya ligi ambalo lilianza tangu tarehe 8 mwezi wa 3 baada tu ya kuvurugika kwa mechi ya dabi. Tumekuwa tukitoa maelezo mengi, lakini bado sakata halijamalizika, linaendelea. Kama mnavyokumbuka kwamba baada ya tarehe 8 klabu ya Yanga ilitoa msimamo wake kwamba hatutacheza mechi ya marudio ya namba 184 kwa sababu tuliamini kwamba mechi imevurugwa kwa makusudi na wale wenye mamlaka ya kuendesha mpira wa nchi hii. Klabu ya Yanga baada ya kusakata lote hili bado waliendelea msimamo wake, na sisi viongozi, wanachama na wapenzi tulikubaliana kuungana na viongozi wetu juu ya sakata hili. Juzi bodi ya ligi ilipanga tarehe ya ligi tarehe ya mechi hiyo tarehe 15 mwezi huu. Bado klabu ilitoa msimamo wake kwamba hatutacheza mechi hiyo kwa kile ambacho walikiainisha kwenye barua yetu ya tarehe 9 mwezi wa 3. Wiki hii tumesikia mambo mengi yakiendelea kuzungumzwa na wenye mamlaka, lakini hata naibu waziri kule bungeni tumemsikia akieleza kwamba mechi ya dabi ipo na itachezwa kati ya Yanga na Simba. Tena amezumia Simba na Yanga na mahasimu wake tarehe 15 kama ilivyopangwa. Lakini tumemsikia msemaji wa bodi ya ligi akieleza kwamba taratibu zote zinaendelea na mechi ya tarehe 15 ipo kama ilivyokuwa imepangwa. Sisi kama viongozi wa matawi, kwa niaba ya wanachama wetu, tunaendelea na msimamo wetu ule ule ambao tumeunga mkono kamati ya utendaji. Tunaendelea na msimamo wetu ule ule kwamba mechi namba 184 haitachezwa mpaka kile ambacho niwaombe hapa tuko na wanahabari, inatakiwa taarifa ifike sahihi kwanza. Kwa niwaombe, tutashangilia baada ya kumaliza taarifa yangu. Niwaombe sana kwa hilo ili waandishi waweze kuchukua kitu ambacho kiko sahihi. Mechi namba 184 ambayo bodi ya ligi imeipanga ifanyike tarehe 15 mwezi huu. Sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama wa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani, tunatangaza kwamba mechi hii haipo na hatutacheza mpaka kile ambacho tumekiainisha kwenye barua yetu ya tarehe 9 ama klabu imeainisha kwenye barua ya tarehe 9 mwezi wa 3 tupate majibu yao. Lakini pia mkumbuke kwamba bodi ya ligi walieleza kwamba waliahirisha mechi hii ya dabi baada ya kugundua kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini wakasema kuna viashiria vya rushwa. Na wakaahidi kwamba watatoa majibu ya kile watakachokuwa wamefanya uchunguzi. Leo wanatupangia mechi ya dabi tarehe 15 mwezi huu. Hatujapata majibu ya kile walichokuwa nakifanyia uchunguzi kwa maana ya rushwa ama uvunjifu wa amani. Kwa sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama,
tunasema hili nalo hawatutendei haki na hatuko tayari kupeleka timu uwanjani tarehe 15 ya mwezi huu. Sasa kwa kuwa mechi haipo, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga walioko mikoa mbalimbali, lakini hata Dar es Salaam, wasihangaike na mechi ya tarehe 15 haipo. Hatuyasemi haya kwa sababu ya kuwaogopa Simba. Tuliyasema haya toka tarehe 9 baada ya tarehe 8, na tuliyasema kwa vikao vyetu mbalimbali, na leo tunaendelea kuwasisitiza hasa baada ya kuona kwamba msemaji wa bodi ya ligi anasema taratibu zote zinaendelea. Kwetu sisi Yanga ndio wenyeji wa mechi hiyo. Tumewaambia viongozi wetu asitokee kiongozi akaenda kwenye maandalizi ya mechi hiyo, haipo. Na hatutakuwa tayari kuona timu yetu inakwenda uwanjani tarehe 15. Tushawaambia viongozi. Hawa viongozi tumewaweka sisi. Sisi hatuwaambii bodi ya ligi wala hatuwaambii TFF. Viongozi wetu tumewaweka sisi. Na tushawaandikia barua kimaandishi. Sio kwa kuambia tu mdomoni, tushawaandikia kupitia mtendaji mkuu wa klabu kwamba wanachama wa Yanga hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe 15 kabla hatujapata taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi ama TFF kwa nini mechi ya tarehe 8 iliahirishwa. Lakini pia tunaiomba serikali kwamba waiangalie TFF na bodi ya ligi. Tunajua kanuni za FIFA, masheria za FIFA haziruhusu serikali kuingia kwenye mambo ya mpira. Lakini hii hapa ilipofikia, ni lazima serikali yetu sasa iingie kwenye swala hili. Swala hili linavunja amani ya nchi. Swala hili linavunja umoja wa kitaifa. Swala hili linaleta mtengano wa wanayanga na wengine ambao si wanayanga. Tulimlalamikia rais wa TFF hasa baada ya kurudi. Tulitegemea kwamba rais wa TFF atasimama kati ya Yanga na bodi ya ligi. Lakini cha kusikitisha, rais wa TFF ameamua kuwa na upande wake. Badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kuona kwamba kuna nini kinachoendelea, ameamua kuwakandamiza Yanga kwa kuwa na upande mmoja bila hata kuwasikiliza Yanga. Kwa tunaiomba serikali yetu waiangalie swala hili. Lakini pia tunamsikia naibu waziri juzi bungeni. Amekwenda kinyume na bosi wake ambaye ni waziri wa michezo. Waziri alipoulizwa swali hili kabla ya naibu, alieleza kwamba swala la dabi ni swala la TFF na bodi ya ligi. Lakini tumesikitishwa na kitendo cha naibu waziri juzi bungeni akieleza kwamba dabi ipo na itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati yeye si mpangaji wa ratiba na haimuhusu. Kwa tunaiomba serikali pia kwamba matamshi ya baadhi ya viongozi wa serikali yanazidi kuamsha hasira na morali ya wanayanga kwamba kwa nini serikali yote ingie kwamba lazima mechi ichezwe. Kwa nini waseme lazima mechi ichezwe? Kwa nini Yanga hatusikilizwe? Sasa sisi kama wanayanga wa mkoa wa Dar es Salaam tumedhamiria kwamba tutapeleka timu na tunawaagiza viongozi wetu wasifanye hivyo. Tuko tayari kwa hatua yoyote ambayo wataona inafaa kwetu. Kama wakiona Yanga tuna makosa, tuchukuliwe hatua kwa mujibu wa kanuni walizoziweka. Lakini kama wanao wana makosa, basi nao wawajibike kwa kanuni walizoziweka wenyewe. Hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe 15 kabla hatujapata kile ambacho tumekiomba tukipate. Lakini kingine ambacho kimetusikitisha, ambacho leo tumepata nafasi ya kukizungumza hapa mbele ya waandishi wa habari, ni kitendo kilichofanywa na wenzetu, watani zetu kwenye fainali waliocheza kule Zanzibar. Tunaamini mpira ni starehe. Tunaamini mpira unatuunganisha ndugu na ndugu. Lakini hatujafikia hatua ya kuwa mahasimu wa kugombana. Lakini juzi baada ya kauli za viongozi wao, tuliona jinsi gani wanayanga walivyodhalilishwa pale Zanzibar. Mtu anadhalilishwa mbele ya familia yake, jezi zinachanwa, watu wanapigwa, wanatolewa uwanjani. Eti tu kwa sababu wamevaa jezi za Yanga. Lakini cha kusikitisha kwamba hakuna mwenye mamlaka aliyesimama kukemea swala hilo mpaka leo. Hatujawahi kusikia kauli ya TFF
ya kulaani tukio lile. Tunawapongeza viongozi wetu kwamba viongozi wa klabu walishatoa tamko la kulaani kitendo kile, na ndiyo kauli yetu kwamba tunadhani kwamba wenzetu wanatuona sisi ni wapangaji na wao ndio wenye nyumba. Tunaamini swali hilo wangefanya Yanga tushachukuliwa hatua. Na wakumbushe kwamba aliyekuwa msemaji wetu hapa zamani Jerry Muro aliwahi kutangaza kwamba hatuwahitaji Simba kuja uwanjani wakati Yanga inacheza na TP Mazembe uwanja wa Benjamin Mkapa. Alichukuliwa hatua na shirikisho na akapewa adhabu. Leo viongozi wa Simba wamehamasisha watu wa Yanga wasiingie uwanjani, na walioingia wamefanywa vitendo vile walivyofanyiwa. Tunadhani hii si ungwana, na hili linaweza likaleta mpasuko huko baadaye ambao kuzuia itakuwa ngumu. Kwa hiyo tunaiomba wenye mamlaka, serikali, hebu waingie waone kwamba umoja wa kitaifa unaweza kuvurugwa na wenye mamlaka tunaomba kuongoza mipira nchini. Mwisho ni wahakikishie kwamba hatuna nia mbaya, hatuna nia yoyote ovu. Tuna lengo la kutengeneza mpira wa nchi hii. Hatuchezi mechi ya tarehe 15 ya mwezi huu. Sasa nimuombe mzee wangu na yaeleze kile ambacho wanacho kwa niaba ya baraza la wazee, ili tuone kwamba watu wanaipokea vipi. Karibu sana mzee wangu. Yanga ikoje? Mshawahi kuifanya hilo? Isiwe na nyinyi ndio sehemu mnaungana kwamba Buto kasema nyinyi mnapokea. Kwa maana nisema hivi, hatuyumbi, hatuogopi, tunaheshimu na tunatii taratibu zilizopangwa. Kwa maana zile kanuni zilizopangwa waliandaa wao na vilabu, wao ni wasimamizi. Na unapofanya jambo lolote la mabadiliko ya kikanuni wewe kana vilabu. Na ndio maana nataka nikusaidie sana. Kwa mjibu wa katiba ya TFF kuhusu vilabu, inasoma wanachama wanaocheza hii Premier ndio wanachama wa TFF, na wao ndio wanaoshiriki kwenye uchaguzi mkuu kuchagua viongozi wa TFF. Lakini timu zingine zote madaraja ya chini hawana haki ya kupiga kura. Hawako Tanzania wao. Maana mnapotafuta doroso, mwe mnatafuta kushoto na kulia, alafu unapata njia. Unajua hata siafu wanaelekeza jinsi ya kutembea. Asika katutembea hivyo. Tunayafanya haya, tunawasaidia hata nyinyi. Mwisho wake mnaonekana nyinyi pia mnakuwa watu wa milipuko. Mnachukua habari kwenye video vya kahawa mnarusha, na maana ile sifa ya waandishi inapotea. Chombo hiki chombo muhimu katika jamii. Kalamu zenu inafanya nchi itulie, kalamu zenu inafanya nchi ingie kwenye matatizo makubwa. Kwa sababu hicho tunaongea hapa dakika 5 tutasambaa sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo sisi bana hatuogopi. Bwana niweke wazi, hakuna mwanachama yote wa Yanga, mpenzi wa Yanga anayeogopa klabu ya Simba. Kama mtu anaweza aweke bingu, kesho sio kesho kutwa tunaenda kuwashona. Nyumba unajua kulala usumbuki, kitasa chako unafungua vipi hata kikiwa kibovu. Tena wakati wa kisa. Mimi nafikiri tena maswali ambayo yatakayotusaidia kuboresha michezo katika nchi hii. Lakini tusiwe maswali tunakuwa watetezi wanaovunja taratibu za nchi. Ili pale pakitokea vurugu, yeye kamera zenu zitakuwa hai. Maana kuna machafuko achaguliwa mmoja bwana. Msomi atapigwa, ataleta atapigwa. Lakini nani mwandishi wa habari wapi mshaumia? Yanga wewe. Nishukuru Carlos. Sawa. Kwa majina naitwa Isike Freddy kutoka na Kivona Sports. Nataka nielekeze swali kuanzia kwa mzee wa kwanza, mzee wa pili na kwa hapa anaonekana. Naanzia pale. Tarehe 15 msimamo wa klabu ya Yanga ni hawachezi wa mchezo. Swali langu kwa mzee wangu, ikipita tarehe 15 mambo yameshaendelea, msimamo wa Yanga ni upi? Sikini meleweka. Swali zuri, mwacheni. Swali zuri. Msikilizane. Msimamo wa klabu ya Yanga ni tarehe 15 wachezi. Yanga we. Jamani, swali kiulizwa tutulie nijibiwe. Mbona swali zuri hilo?
Viongozi wa matawi hapo nyuma. Unahitaji utulivu. Yanga oye! Linapoulizwa swali tunaomba msikilize, majibu yake yapo. Swali zuri hilo sana. Tuendelee kiongozi. Swali langu limekaa hapo kwamba Yanga wana tatizo na mchezo wa tarehe 15 na msimamo umeshatoka hapa rasmi, hawatapeleka timu mtani. Lakini ligi yaisha tarehe 15. Ligi itaisha msimu huu tunashuka. Kuna msimu unakuja mbele. Kama Yanga watakuwa hajapata walichokihitaji, ni nini ambacho tukitegemea kutoka kwa wazee na klabu ya Yanga? Hilo katikati hapa. Yanga walikwenda kasi. Baada ya kurudi kasi tukaona taarifa ilitembea ya kasi. Baada hapo mchezo ukapangiwa tarehe 15 na bodi ya ligi. Labda mtusaidie. Kitu gani ambacho kasi walielekeza kwa Yanga na Yanga wamekifanya kwenda kwa bodi ya ligi na mpaka mkabaki na msimamo mlionao? Tatu hapa. Tunataka tusikie sasa. Kuna mchezo unaofuata icheze Yanga, lakini mchezo mwingine unaofuata inacheza Yanga. Yanga wako tayari kupoteza ubingwa msimu huu wa ligi kuu? Hapa kila mtu amepewa la kwake. Kwa hiyo kila mtu atajaribu kujibu lile ambalo linamhusu. Yanga wale. Ndugu mwandishi, swali lako zuri, la msingi na lina faida kwa Watanzania. Na ndio maana Yanga mechi zote imecheza. Zote kiondoeni, hakuna hata mechi moja kwamba Yanga ina timu uwanjani. Lakini mechi hizo tunasema kucheza kwa sababu endapo bodi ya ligi imekaa hata kesho watoe ufafanuzi, zile sababu zikiwa na msingi tutapeleka timu, na zikiwa hazina msingi ndio moto unaanzia hapo. Narudia, nasema hivi, endapo bodi ya ligi itakaa itatoa ufafanuzi ambao unaonekana una msingi, Yanga hata kesho kati ya timu. Lakini endapo utatoka sababu hazina msingi, hapo tena kama moto umeongeza petroli, tutaanzia hapo. Sisi mpaka tumjue ni nani aliyofanya haya, kiburi hiki wanakipata kwa nani. Kama kuna mtu mgongoni ambaye ndio chanzo hiki, tunataka tumtambue. Si wote ni Watanzania, hatutushani. Mtu akipewa mamlaka yatumie kwa utaratibu. Na hata wao wamepewa mamlaka haya kwa utaratibu, kwa kufuata katiba ya TFF, si vinginevyo. Ndio maana tunataka ufafanuzi. Huyo anasema hatuchezi, chanzo cha maneno haguswi wala haulizwi. Lakini huyo anazulumiwa haki yake ya msingi. Unajua Yanga imezulumiwa haki yake ya msingi. Mechi ya kwanza na Simba sisi tumecheza. Simba wamepata gawio lao. Yanga tumeandaa timu. Wapenzi wa Yanga wametoka safari mbalimbali. Pale ndio msingi wa Yanga ni kupata jasho lake. Yanga haikupata. Labda nilikana hivi. Haiwezekani tena watu wale waendelee kugharamia kitu ambacho wao bado wana uchungu nacho. Hatuna ugomvi na chombo chochote. Tunachotaka taratibu zifuatwe kwa maslahi ya hapana wapenda michezo nchini. Basi Yanga itaendelea kucheza michezo kama kawaida. Ndio maana leo tangulia kusema Yanga ina mechi tarehe 18. Yanga ina mechi ya mwisho na Dodoma Jiji. Yanga itacheza finali ya CRDB Bank. Ndio weleki, lakini hii hapa tunataka tupate uchunguzi. Mfano mdogo, kuna watu mikoani kwa wanagoma kuzika ndugu zao mpaka wapate ufafanuzi. Ndugu yote ulomuua nani? Ndio sisi ndio tumegoma. Ili muelewe. Lakini sio kwamba Yanga hii ni klabu ya michezo, tutaendelea kucheza michezo kwa utaratibu maalum. Tuko tayari, si vinginevyo kwa janja. Kwa maana unatangua sema hatupotezi pointi, na hakuna mtu atakayefungiwa hapa, ili kwanza wajue. Vinginevyo narudia kauli yangu ya mwanzo, nchi mpira utachezwa. Kama twende kwenye mahakama za Kiswahili za kawaida, tutakwenda kusindika hapa. Sio mara ya kwanza, ikatokea hapa FIFA wakashuka na kendo wakashuka. Na kufungwa katika mchezo wa mpira kinachobana mtu kwenda mahakamani ni sheria 17. Tuziweke vizuri hizi. Masuala ya utawala watu wanakwenda mahakamani washafungwa. Kashafungwa rais wa FIFA, UEFA, hapa ndani sina sababu ya kuwataja.
Kwa sababu wengi wao ndio hao washakwenda jela. Haitakuwa mara ya kwanza. Yanga ona. Kuna swali lilielekezwa kwangu, lakini pia nikutoe wasiwasi kwamba hoja za Yanga sio hizo tu. Yanga wametoa hoja nyingi kwenye barua yao ya tarehe 9. Kwa kama zitatekelezwa, sisi tunacheza mpira, hatuna tatizo. Ameniuliza mmekwenda kasi. Mmerudi kasi. Yanga wamefanya nini kwenda TFF wao? Ni hivi. Baada ya Yanga kesi yetu kule kasi kurudishwa kwamba tuanzie kwenye mamlaka za nyumbani, Yanga walitoa taarifa kwamba hatutakata tena rufaa. Na tulifanya hivyo baada ya kuona kwamba barua yetu ya kwanza tulieleza kwamba hatuna imani na bodi ya ligi. Hatuna imani na bodi ya ligi. Huu ndio ukweli. Na rais wa shirikisho alipotoka nje kurudi Tanzania kwa sababu tarehe 8 alikuwa hayupo. Aliporudi, badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kukaa pamoja kujua tatizo nini, akawa na upande, akaanza kutoa matusi, lugha chafu na kejeli kwetu, kwa kututaka tukacheze sinema tuache mpira. Kwa tukaona kwamba hatuwezi kukata rufaa kwenye chombo ambacho tayari washaamua kuwa na upande. Viongozi wakasema hatuwezi kukata rufaa na hatuchezi mechi. Ukawa ni somo wa klabu. Hatukati rufaa na hatuchezi mechi mpaka maelezo yetu ama madai yetu ya tarehe 9 yatimizwe. Sasa kwa sababu hatukwenda, tumetoka kasi, tukamwambia turudi kwenye mamlaka za nyumbani. Mamlaka za nyumbani ndio hizi shamu kwa na upande wao. Tukaona hakuna sababu ya kukata rufaa. Kama tutendaji wakatoa taarifa kwa umma na wote mmeisoma kwamba hatuendi, hatukati rufaa na hatutacheza mechi. Kwa rufaa tukukata na hatutakata. Sababu wetu wanayo. Barua ya 9 wanayo. Nini Yanga wanachokitaka? Wanacho. Wakitekeleza sisi tukacheze mpira. Vinginevyo hiki ambacho umemuuliza mzee hapo kwamba je, baada ya tarehe 15 hizi nyingine mtacheza? Ni kuhakikishieni tarehe 15 ndio itakayotoa mwongozo wa tarehe 18. Sikize vizuri hapo. Tarehe 15 ndio itakayotoa mwelekeo wa tarehe 18. Kwa nini nasema hivyo? Ikitokea tarehe 15 wameingia pale uwanjani bodi ya ligi, hao wenzetu marefari wakasema Yanga ananyang'anywa pointi 15, ligi imeishia hapo. Ligi imeishia hapo. Nisikize vizuri. Kauli yetu kama Yanga, hatuna imani na bodi ya ligi. Hatuna imani na bodi ya ligi. Sasa ikitokea tarehe 15, ndio maana nimesema hapa, hatutanyang'anywa pointi yoyote ambayo tulipata kwenye jasho uwanjani. Ikitokea tarehe 15, wameingia na marefari wao pale, wameingia na makamisa wao pale, kila kitu kimekamilika, Yanga hatupo, wakasema Yanga ananyang'anywa pointi zake, Simba anapewa pointi 3, Yanga anafika pointi 15, ligi ya nchi hii imeishia hapo. Nini kitafanya? Nini kitaendelea? Tutaitana hapa. Nini kitaendelea? Tutaitana hapa, tutajuana hapa baada ya 15. Wow!